Okay, kama kawaida sio. Basi baada ya kimya cha muda mrefu zaidi, niko na picha moja kabambe zaidi, lakini pia picha ikiwa safi zaidi. Wanasema katika historia ya vitabu vya Kigojosoni, yani vya Kijosoni zaidi, inasadikika kwamba kuna ufalme mmoja ambao ulitengenezwa ulikuwa unaitwa Asatai. Katika ufalme ya Asatai kuna matajiri ambao waliibuka wakiwa 7. Watu walikuwa na nguvu ya kuweza kuliongoza taifa kutokana na uwezo mkubwa sana wa kipato ambacho walikuwa nacho. Lakini sasa miongoni mwa watu 7 ambao walikuwa kwa sasa wanahitaji kuweza kuliongoza taifa, aliibuka nyang'ao mmoja hivi ambaye alikuwa anaitwa Sajeseong. Mtu huyo alidai kwamba taifa haliwezi likaongozwa tena na watu wenye nguvu ya fedha, bali yeye ambaye amesalia akiwa yupo katika list ya bloodline ya kifalme. Yaani alidai kwamba yeye katika muongozo na muunganiko wa historia za Kigojosoni unamtambua ni miongoni mwa watu ambao wapo katika bloodline ya kifalme. Sasa mzee mzima alichokifanya ni kuhitaji kuwasimamisha majenerali wote 7 na kuweza kuteki control ya kuweza kuongoza taifa zaidi. Hilo hapo bonge la chuma, bonge moja la dude. Mzigo uko na Faru DJ. Wanaita my twin brother au my twin soul. Utakuwa uko sawa zaidi ukiita namna hiyo. Lakini kumbuka ni Mgojosoni tu. Wewe tenga muda uzidi kuongozana mimi ulipate burudani ambayo imetukuka zaidi. Lakini pia kumbuka hizi picha za poli namna ambapo unaweza kuzipata zikiwa zimepanguliwa vyema zaidi. Ni sehemu moja tu wanapoita Gojosoni Empire. Kwa 0686414059 teta na sisi uweze kupata burudani ambayo imetukuka zaidi. Kwenye kipaza sound ambayo unakwenda kuisikia ni sound ya Faru DJ. Ukiniita Mgojosoni inapendeza zaidi. Sasa hebu tuanze namna hii kibabe zaidi. Okay. Hii hapa tena wanaita my soul brother. Vyote ambavyo unafeel vibe, ongozana mimi tu pate mambo ambayo yametukuka chali yangu. Tunaanzia hapa. Katika episode ya kwanza kuna bwana mdogo mmoja ambaye anapenda sana swala zima la uchoraji. Lakini kitu hiki ni kwamba baba hajawahi kukipenda. Hivyo anamwambia mtoto wake kwa kile ambacho amekifanya ni vema angeza kuomba msamaha kwa sababu alichofanya ni zaidi ya aibu. Mtoto wa jenerali hawezi kuwa mchoraji, anatakiwa afundishwe namna gani ya kuweza kushika upanga na kulilinda taifa. Anasema babako kukufunza miaka yote huo hivyo. Sasa upande wa pili pia tunamwona kuna binti mmoja mdogo ambaye kwa sasa inasadikika naye ni mtoto wa jenerali mmoja mkubwa sana. Anaitwa General Jeong Aki. Mtu yule alikuwa amerejea baada ya kutoka kwenye mapambano mazito zaidi na kuweza kushinda kitu ambacho ni kama kutetea kingdom ya Thatai. Anasema hata hivyo baba, mimi napenda sana kutumia upanga. Mzee anambia kitu kimoja tu. Anambia utakuja kuwa jenerali mkubwa sana. Na anaitwa General Jeong. Sasa usiku mzee mzima anaingia kwa jenerali ambaye hata hajapata muda wa kupumzika. Anasema mimi ni Sajeseong. Anasema baba aliyopo ndani ya nyumba, yani jenerali, anashutumiwa kwa kufanya mambo fulani ya kuhitaji kuleta mapinduzi katika taifa. Hivyo kwa sasa ndakiwa ajibu kwa hicho ambacho amekifanya. Mwanaume anatoka anasema nini ambacho kimetokea? Na kwa nini unafanya yote haya? Anasema utakiwa utambue kwa sasa katika ili taifa la Asatai mimi ndo mtu ambaye naweza kuongoza. Anasema vipi juu ya habari ya mfalme? Anasema nitakupa situation 2 tu ambazo zinaweza zikasaidia maisha yako. Ungana na mimi au uende tofauti na mimi, alafu ushuhudie kwa macho yako kile ambacho ndaweza kufanyia. Mzee mzima alikataa kwa sababu hakutaka hiyo mambo. Basi wanasema baada ya miaka 10 baadaye sasa kuna watu ambao wanapiga show, watu ambao wana dance zaidi. Lakini katika madansa inaonekana kuna mtu anafanya biashara yake ya tofauti. Binti alikuja kumzuia mtu huyo. Lakini ghafla mtu kutokana na mlio akaleta nzi. Sasa ikawa ni kisanga kuweza kumzuia mtoto wa kike. Lakini kuna mtu anakuja kwa ajili ya kumpa company mtoto wa kike huyo. Kumbuka tuko mwanzo zaidi. Kwa hiyo tulia tutaweza kuelewa habari. Anasema kwa sasa taifa limesha kuwa na mgawanyiko. Watu wenye fedha wamekuwa wakiwazidi kuishi vizuri, lakini wale ambao wana fedha wanazidi kuishi maisha chini zaidi. Binti alifika sehemu moja na hapa alikuwa anahitaji kuweza kushonewa vazi lake. Sasa alipita kwa juu kuyapaa kuangalia huyo fundi nani ambaye anasadikika yuko busy. Lakini ghafla binti baada ya kudondoka kutoka juu kuja chini alikutana na mzee mzima, yani ilikuwa ni Tala Bintibu. Basi mwamba alimwambia kitu kimoja tu bibia. Anasema kama utaweza kufanya hiki ambacho anakuambia itaweza kufanya tuzidi kuelewana zaidi katika swala zima la biashara yako. Anasema basi ndashonaje vazi kwa kuamrishwa namna hii. Anasema na sio hiyo tu, lakini pia niko na mchoro ambao una maana sana. Kama utaweza kunisaidia kufix hiyo ndakulipa fedha nyingi sana.
Lakini leo mwanaume alipata maneno ambayo Koigi kuyapata muda mrefu zaidi. Binti anamwambia kwa hiki ambacho unafanya inaonekana ni kitu ambacho kiko talented. Yaani kitu ambacho ni sawa na kipaji chako. Kwa hiyo usikatie tamaa. Basi bwana mdogo baada ya kuambiwa kitu kile ni kwamba ajisikia vyema zaidi. Chale anarejea katika jumba la kifalme. Enuchi Nyon anamwambia unahitajika kwa babako. Kuna mjadala mzito sana. Basi Chale aliweza kufika. Anasema umezidi kurejea na kuendelea kufanya mambo ya uchoraji. Kitu ambayo nimekataza kutoka ukiwa mdogo. Anasema hiyo hawezi kanifanya niendelee kuwa na nguvu kwa kung'ang'ania kitu ambacho sio kwa upande wangu. Anasema hiyo itanifanya nishindwe kukosa neno kwa sababu taifa linakuhitaji wewe. Na wewe ndo mwanangu wa pekee zaidi, sasa itafanya nitengeneze nafasi kwa mtu mwingine. Lakini Chaya alimwambia blaza wake kwamba hata hivyo baba havutiwi na kile ambacho unakifanya wewe. Ndio maana muda wote anahitaji kuwa upande wangu zaidi. Basi afika mwanamke ambaye ni kama mke wake wa baadaye zaidi. Kumbuka ni Prince. Anambia najua unafanya kila kitu kuhakikisha mimi nasimama kwa upande wako. Anambia unaweza ukachagua wish ya kuweza kufanya kama kusalia na blaza wangu kwa sababu ndo ana nguvu ya control kila kitu au kusalia na mimi. Basi bwana huyo ikiwa ni majira usiku anapambana sana, lakini kwa sasa ni kwamba anajisikia hali ya usingizi sana. Asa bwana tumeangalia sana katika chemba hiyo usiku kucha. Mjomba anaonekana kulala. Enuchi alifurahi sana baada ya kujua mzee mzima alikuwa hajalala. Upande wa pili mzee mzima anasema hamna taarifa yoyote ya kwamba kijana. Asa mzee akiwa anajiandaa kuinda mara anakuja Chali. Afu kachangamka kinyama. Hii sio kawaida. Yule boya boya ni mtu wa mambo ya kuchola chola na kuandika. Inakuaje anakuja na mzuka namna hii afu akiwa amechangamka vyema zaidi. Au utakwenda kujua mbele. Ni nini ambacho kimeingia ndani ya mwili wa Chali mpaka yuko chapu na mwepesi namna hii. Anaita Sajo Hyun, mwanangu hiyo ndo napendaga. Baba anachekelea akiona kijana kwa sasa yuko bomba zaidi. Lakini kaka mkubwa pia naye anasema dogo inaonekana alijiandaa sana kwa ile zoezi ambalo linatokea siku leo. Anasema leo tuko katika mawindo hatua ya kwanza tu. Kwa hiyo sikuchanganye sana. Baadaye Chali alimwambia mshikaji wake ambaye ni bodyguard wa sasa kwamba anahitaji kufika sehemu moja hivi katika eneo la mji na hapo anahitaji kwenda kupumzika kwani ajisikii sawa sana. Hata hivyo bodyguard hakujali. Alimwachia bwana mdogo aendelee na kile ambacho anapenda kukifanya zaidi. Yaani kila mchana unashinda yeye. Lakini sasa kuna mwamba anaingia. Wanamuita Akie. Huyo mpambanaji akajua leo kuna jambo. Ameingia mtu ni mwepesi. Kila akipeleka ni chafu. Wanaume anapigana kwa madharau sana. Yaani mbabe kakutana na mbabe wake. Lakini mtu aitambua kwamba mtu ambaye anapambana naye ni mwanamke. Akaona sio biashara nzuri. Basi huyo binti naye alikuwa anajiita Dalbon. Binti alikimbia na kushuka upande wa pili huko. Lakini ghafla hajatoka alikutana na mzee mzima akamzuia. Anamwambia basi nataka nikupatie uzuri kidogo. Alimkwangua mzee naye akawa amekatwa kile kinyago. Anamwambia Sajo Hyun, sasa binti kuiangalia sura anaifahamu sana. Anamfananisha na yule Chali ambaye alimpa kazi ya kumshonea vazi lake. Anasema hivi umaliza kazi ya kunishonea nguo yangu. Anasema wewe ni feki. Sasa kumbuka huyo bwana mdogo ameingia na nafsi ya mtu mwingine na aliyeingia katika mwili wake yeye anaitwa Akia na sio yule Chali. Sasa yuko chapu na ni mjanja kinyama zaidi. Yule ni boya boya yule mshonaji. Lakini sasa pia huko kuna mission maalum sana ya kikundi ambacho kina muunganiko na binti. Leo alikuja kwa kazi moja tu ya kuhakikisha wanaiba mazaga ili kuweza kuwapatia watu wenye maisha ya chini zaidi. Basi binti akiwa katika eneo la maktaba, mtaalamu alimfuata. Anambia kwa nini unaniambia feki? Hiyo inanifanya nishangae sana. Lakini binti alipomgusa mtu huyo, agundua kwamba wana utofauti sana. Kwani kwa sasa anaonekana ni wa moto na yule alikuwa anaonekana ni wa baridi. Kuna tofauti binti alianza kuhisi lakini hakuwekea maanani sana. Sasa binti akiwa katika eneo la kupiga matizi, kitu cha kushangaza kakake na bwana mdogo amefika katika ile eneo. Basi yani watu ambao wana mpango mkubwa sana wa kuhakikisha anamdondosha mfalme. Lakini cha kushangaza zaidi pia hata blaza wake na Chali anaungana na watu hao tu kwa kazi moja kuweza kumdondosha mfalme. Binti kuna kitu ambacho aliachiwa na babake kama ishara ya uongozi wa taifa zima ili
Ni kumbukumbu ya miaka mingi sana ambayo binti anaikumbuka, lakini leo mfalme ni siku ya kula bata. Ni siku ambayo wanamtakia maisha marefu. Sasa upande wa pili mtaalamu anachungulia. Anasema huyu Crown Prince na mashaka naye sana, asije akawa Akie ameingia. Sasa huyo Akie nani? Tutakwenda kumjua hapo mbele zaidi. Lakini binti leo alikuwa amekuja kwa mission moja maalum sana. Alikuja kama dansa, lakini pia ni mpango ambao uliandaliwa ya kwamba endapo mfalme ataweza kumuona bibie, anaweza kuvutiwa na uzuri wake, hivyo ikawa ni nafasi nzuri ya kuweza kumaliza chap kwa haraka. Kwa binti aliingia naye kama dansa katika lile eneo tu ambalo mfalme alikuwa anakula bata zaidi. Ilikuwa ni kumbukumbu ya kuzaliwa kwa mzee mzima. Basi binti alikuwa na dance kinyama. Lakini the king baada ya kufika sehemu aliyopo binti, cha kushangaza zaidi ni kwamba mzee mzima alimpita binti afu akamchagua binti mwingine. Sasa hii mambo ni kama inakwenda kuharibika. Mission inaweza ikawa inafeli. Mtoto anaandaliwa tu kwa ajili ya kukutana na the king. Sasa upande wa pili Charlie naye kuna namna alikuwa anawahi ile eneo. Sasa binti alikuja kushtuka, anajikuta yuko katika eneo moja tu hivi. Alafu anaambiwa kwamba yeye kwa sasa ni mtu ambaye ameisha kuwa concubine. Anasema anaitwaje consultant. Anasema yeye ni mtu ambaye yuko chini ya Crown Prince. Sasa binti akumbuke ambacho kilitokea pale, na hata sisi hatukupata picha ya kile ambacho kilitokea katika usiku wa mission maalum. Lakini kweli mzima ni kwamba mwamba ndo anaojiwaga. Sheki mwanaume akimshika binti kuna mawino wino yanapita, yani mauzauza. Mtu ni kweli yule Crown Prince au kuna namna ambayo ameingia. Sasa ndo anatupa picha nini ambacho kilitokea. Basi usiku ule mzee alikuwa anaenda kwa ajili ya kukutana na yule mlembo. Lakini dogo alizuia. Akamwambia baba anahitaji nimalize mwenyewe hiyo shughuli. Mzee akamwambia basi sio mbaya. Yeye ananifanya niamini kwa sasa kwamba kijana wangu umekuwa. Mzee mzima kumbe alimpiga vimbola bibie na lengo lilikuwa ni kumsaidia. Hata hivyo binti alivyotaka kujaribu kuleta mkinzano ni kwamba alifeli. Hivyo ndivyo mambo ilivyotokea na mission ikawa imefeli Charlie yangu. Anasema najua kwa sasa umepoteza kitu ambacho ni kama kumbukumbu ya muhimu sana. Sasa mzee mzima baada ya kusikilizia akaja kumwambia yule bodyguard ya kwamba huyu kwa sasa ni Akie wala sio yule Crown Prince ambaye tunamjua. Lazima tumtafute mtu mmoja maalum sana ambaye ataweza. Ina maana umekubaliana na hilo jambo. Anasema kila kitu kiko chini ya control yangu. Sasa Charlie baada ya kuamka siku ya pili, aliamka sasa akiwa katika mwili wake halisi. Ule mzuka wa Akie tayari umetoka. Anasema nini ambacho kilitokea sasa kipindi hicho mimi nikiwa nimelala. Lakini pia upande wa pili mama anateta na mtoto wake. Ukikumbuka naye ni concubine. Mtoto wake ana mission moja maalum sana kwa sababu kuna watu wanashirikiana nao. Anasema hatari bibie Kela ameweza kuingia katika majanga. Lazima atafute namna ya kumsaidia. Lakini pia upande wa pili kwa mzee mzima Enuchi anaenda kukutana na mzee wa Vimbola. Yani shamani mmoja hivi. Anasema tunahitaji utusaidie katika jambo moja tu, kumfunga Akie asije akaja kurejea. Anasema hao ni watu wawili ambao wanatumia mwili mmoja na kuifanya kazi hiyo sio kitu kidogo. Mara yule shaman alichange na kwenda katika jinsia nyingine. Hatujui nini ambacho aliweza kufanya. Sasa mzee mzima huko anakomaa asije akalala ili dogo akarejea katika mwili wake, yani Crown Prince. Wajomba waliamua kumtandika kimbola tu kile ambacho walipewa na yule shaman. Waambia mzee anang'ania asilale, lakini sasa mambo yanakuwa mazito. Anasema utakuwa umechoka sana. Basi wanaangalia kama ni yeye. Anasema umerejea. Anasema sasa nini ambacho natakiwa nifanye kama nimerejea au kuna kitu kimeenda tofauti zaidi. Yaani Enuchi alifurahi sana baada ya kuona dogo amerejea. Sasa mzee limefungiwa pande wa pili jomba. Ile nafsi lina mind kinyama. Anasema sasa hizo siku nne ambazo nilikuwa nimelala nini ambacho kiliweza kutokea. Anasema inaona Akie ameweza kusababisha matatizo makubwa sana. Lakini pia upande wa pili kwa binti kwa sasa anahitaji kutoka pale, akidai kwamba anahitaji kwenda kutengeneza namna ya kuweza kupata kumbukumbu za kuweza kujitambua yeye nani. Anaambia tayari saizi umesha kuwa ni mheshimiwa. Hivyo watakiwa kufanya hayo ambao wanafanya, utaniweka katika shida. Anasema unaona sasa kitu ambacho anakifanya yule Crown Prince concubine. Mama anamkumbuka vyema sana bibie. Lakini sasa binti akiwa ametulia
anafika mzee mzima. Sasa huyo ni Crown Prince Oji. Achana na ule mzuka wake. Anamshangaa sana. 네? Anambia wewe nani? 회사 전화도 Jitambulisha mwenyewe. Anasema sasa zote kujitambulisha na wewe ulisema ni mtu ambaye utanifanya niweze kurejea katika kumbukumbu zangu. 만원은 비밀로 하자셨으면서 Anasema sasa nini ambacho nakimaanisha kwa wakati huu? Anambia nini? 광주. Unaleta ukichaa, unaleta utaila. Lakini mwamba agundua kwamba ile nafsi ambayo iliingia mzee mzima akie tayari kuna vitu imeweza kuleta tofauti, na sasa anahitaji kwenda kukutana na babake. Anasema babako anahitaji kukuona. Anasema sasa tukifika kule naomba usitoe neno lolote lile kwa sababu unaweza ukaniletea matatizo. Lakini binti anamkubaligi sana mshikaji yule ambaye anajua sana masuala ya kuchola, lakini sio mzee mzima ambaye anakujaga na mzuka yani akie. Jomba limechoka kweli baada ya shughuli. Basi dogo alifika kwa babake, na sasa hapa Charlie anahitaji kujifanya yeye ni akie ili asije akaharibu mambo. Anambia mwanamke kweli ni mwanamke ambaye na uhusiano naye, lakini pia nimepata nafasi ya kupumzika naye, lakini bado nafikiria namna ya kumfanya awe concubine wangu baba. Anasema basi huyo mwanamke ni nani, ambapo hata utambulisho wake siupati vyema zaidi. Basi binti aliambiwa asiongee chochote, lakini sasa kutokana na cheko la mzee, yani anafurahi kumuona mtoto wake kwa sasa yuko bomba zaidi. Anambia umeona, lakini mpaka amefurahi. Anasema tulia wewe, narudi katika akili yako. Mimi siwezi kuwa na mtu kama wewe. Lazima nitafute namna ya kufanya unatoka hapa Paris. Bukasa huyo binti mtu ambaye anamchangamkiaga ni ule mzuka wa mzee mzima akie. Huyo dogo yuko busy sana na masuala yake ya ushonaji na mambo ya uchoraji. Hasa leo alikuwa anatoka Palace. Na binti naye kama anatafuta namna kuweza kutoka Palace kumfuatilia uchalini wapi ambako anaenda. Dogo anarejea katika sehemu ambayo anafanyaga shughuli yake ya ushonaji. Hiki ni kitu ambacho anakipenda zaidi kuliko mambo ya kuweza kuongoza taifa au kuwa mtu ambaye ana nguvu katika taifa. Yeye ni mtu ambaye anaamini sana katika kipaji chake. Sasa akiwa amerejea leo anakagua kazi zake mbalimbali. Huko upande wa pili binti akadakwa na mzee mzima. Anambia ulinisumbuaga sana kipindi kile. Anasema sasa nani ambaye unamzungumzia? 누구예요? 제가 진짜 기억이 안 나. Hivi asema mimi sikumbuki chochote bwana. Alafu unaniletea shida. Angalia alibindua mzee wa watu. Sasa mwamba baada ya kumuona bibie akaamua apate nafasi kidogo akaongea naye mambo mawili matatu. Lakini anamwambia kitu kimoja tu. Haya yote yamefanya na akie ndani ya nafsi yake. 네. Anasema basi naelewa nini cha kuweza kufanya. Naomba nitafute kweli wa mambo yangu. Sasa yule kijakazi ambaye alikuwa siku ile ya usiku anatakiwa aweze kuchapwa na the king. Huko alitoa maelezo ya kutosha tu ya kwamba yeye alizuiliwa na bibi. Na binti kwa sasa anatafutwa kwa kile ambacho kiliweza kutokea. Sasa mtaalamu kwa sasa anajikuta anaamua move na huyu binti ili kuweza kusaidia maisha yake. Anambia ni vema kama utaweza kurejea Paris kwa sababu kwa sasa inaweza ikawa kuja kuwa shida kubwa zaidi. Binti anajitafuta kugundua yeye ni nani kwa sababu kwa sasa kumbukumbu ameshaweza kupoteza mazima zaidi. Lakini pia mtaalamu kwa sasa anagundua yote yale amefanya na akie. Anasema lazima tu atamtuliza huyo akie. Basi moja kwa moja mpaka kwa mjomba pande wa pili. Anambia nini ambacho kimekufanya mrudishe yule mwanamke ndani Saje? Naona kwa sasa unaingilia njia zangu. Anasema wewe ndio unayofanya vitu vya tofauti zaidi. Anasema mimi nahitaji kurejea kwa ajili ya kuweza kumalizana na yule bibi. Sasa binti upande wa pili kwa kumbuka yeye ajitambue. Kuna watu wanaingia ghafla anahitaji kumtoa. Anasema yule ambaye umemweka anasadikika kwamba alikuwa ni muasi. Yaani ni muuaji ambaye alikuja kwa ajili ya kummaliza mfalme. Binti anajikuta katika kesi ambayo kikweli kwa sasa haiwezi kuitambua vyema. Binti kila swali ambalo wanauliza anajaribu kukubali asipotambua yeye ni nani zaidi. Anasema kweli ulikuja kwa ajili ya kufanya mauaji katika pati ya mfalme. Tunaomba utupatie majibu. Anasema sasa tuaje majibu kwa kitu ambacho sikikumbuki. Anasema tupo na ushahidi wa binti ambaye uliweza kuchukua nafasi yake kwa lengo la kukamilisha mission. Hasa bia akimwangalia hata binti ni kwamba kwa sasa amkumbuki. Bibia ni kwamba akumbuki chochote zaidi ya kukutana na kesi ya kwamba alikuwa na lengo la kummaliza mfalme.
Lakini kabla mambo hayajaenda vibaya zaidi, anaingia Crown Prince kwa ajili ya kutoa ushahidi wa kuweza kumsaidia bibie au kumkataa bibie. Lakini sasa upande wa pili ni kwamba kwa mzee mzima Akia amemind sana kuona Charlie anaenda tofauti na kumfanya binti aweze kuingia kwenye matatizo. Anambia Saja haiwezekani. Sasa unafikiri nini ambacho kinajiri katika episode kabambe zaidi inayofuata? Twenzetu Charlie yangu tukanjie jeramba bomba zaidi. Na huyu hapa ni Falu DJ kutoka Gojo Sony Empire. Let's say ciao. Kamsamida.